Mr. Gideon, kuna hili neno sukuk. Yep. What is? Well, sukuk ni neno ambalo watu wengi wanalichanganya. Mimi mwenyewe wakati nilisikia kwa mara ya kwanza sukuk, sasa sukuk ni nini? Ni kuku aliyechinjwa. Lakini baadaye ni wakati terminology inaingia. Kumbuka katika nchi ambazo zimeendelea sana na product ya sukuk. Malaysia is one of the well developed country ambayo imeadvance sana kwenye swala zima la sukuk. Na hata wataalamu wengi wa sukuk wamekutoa wamesoma Malaysia, sehemu kubwa ambao watapa Tanzania. Sasa sukuk ni nini? Sukuk ni Islamic product, ama investment platform ambayo ina msingi wa Sharia law. Kwa lugha nyingine inakuwa halal tunaita. Halal ni kitu ambacho kinafanyika katika misingi ya imani na sheria za Kiislamu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inaitwa ni halal product. Ushawahi kwenda kwenye duka la nyama ukaona imeandikwa halal? Hujai kuona kitu cha namna hiyo? Maduka ya nyama haya hizi butcher na halal meat. Maana ni nyama iliyoandaliwa kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu. Kwa yule mnyama hajachinjwa tu, ameelekezwa kibla, amechinjwa kwa kutamka maneno fulani. Yale maneno yanamtakasa yule mnyama aliyechinjwa, na ile nyama inakuwa takatifu, halal. Kwa hiyo mtu yoyote wa Kiislamu anakula ile nyama kwa mujibu wa msingi uliotumika kuandaa ile nyama. Nimekupa mfano ile wa Israeli. Kwa inapokuja kuwa product sasa inaitwa halal kwa sababu imeandaliwa katika misingi ya Kiislamu. Sasa hii misingi ni ipi? Kumbuka Flavia, kwenye dini ya Kiislamu kitu riba kimekatazwa. Ni haram. Riba maana ya interest ni haram. Kwa hiyo ukikuta mtu mwenye imani ya dini ya Kiislamu anaelewa Qur'ani inamwelekeza nini, basi hawezi kuwekeza kwenye riba, kitu chochote chenye riba. Kwa sasa unapomzuia huku, lazima kuwe na product ambayo kwa msingi wa hiyo imani yake ataweza kununua bila shida. Sasa inakuja product inaitwa sukuk. Basically tunaita sukuk, lakini ukisema sukuk bond bado unapotosha ile dhana. Kwa sababu ukisema bond na element ya nini? Ya riba. Kwa hiyo uiite tu sukuk itoshe kwamba ni sukuk product. Sasa ukisema bondi unaileta interest element kwenye hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi sukuk ni nini? Sukuk ni product ambayo ni halal, ambayo Waislamu wanaruhusiwa kuinunua kwa sababu haihusiani na kitu kinaitwa nini? Riba. Sio, umeelewa mpaka hapo? Sasa you want me to explain how it works? Yeah. Okay, iko hivi. Kama hawalipi riba, hawawalipi wale walio subscribe kwenye riba, wanapataje faida? Kwa sababu kwenye government bond, kwenye corporate bond faida wanapata kwa sababu wanalipa nini? Riba. Hizi ambapo tunaziona kwenye corporate bond na kwenye government bond. Sio? Sasa huku wanawekeza lakini wanagawana faida. Kwa mfano, wanasema tunatoa sukuk kwa ajili ya kutengeneza infrastructure fulani, miundombinu fulani. Mfano Zanzibar wameshafanya hiyo kitu. KCB wamefanya juzi hapa. Na tunaendelea kuziona hizi sukuk products zinakuja sana. Sasa ile hela ikikusanywa kule na kwenda kuwekezwa, faida itakayopatikana na ule uwekezaji ndio tunayogawana. Si kama umeelewa? Sio tunalipana nini? Riba. Ile faida tunagawana. Kwa hiyo tunasema tumepata faida milioni 1, tuliowekeza tuko 1000. Kwa kila mtu anapata hapo ngapi?
anachukua, analipa. Kwa hiyo wanagawana kwenye faida mpaka muda ule wa ile sukuk itakapoisha. Ukiisha ule muda, basi hela zao zinarudishwa walizoziwekeza. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa sana kati ya, lakini features nyingine ina muda, sukuk nayo ina muda, bondi ina muda tena, sio muda wa ile hati fungani, na sukuk nayo ina muda. The only difference ni kwamba hii inalipa riba, hii inagawana nini? Faida. Sasa gawana faida ndio inapokuwa halali. Sio kama umeelewa. Na ndio maana unakuja kukuta wale wenzetu Waislamu ambao wanashika dini, huwezi kukuta amewekeza kwenye government bond. Hata kwenye shares hawawekezi kwenye kampuni. Kwa mfano unawekeza kwenye kampuni ya bia, ili ni haramu kwa Muislamu. Sasa Waislamu wanatofautiana. Kuna wengine wameshika sana dini, wengine hawajali. Mwingine anawekeza, mali yeye inampa hela just buy hizo, kesho anapata hela. Imam mwingine anaamini ataomba toba, Mungu atamsamehe, ataendelea na maisha yake. Lakini wale wenyewe kabisa hawezi kuwekeza kwenye TBL, hawezi kuwekeza kwenye TCC. Na mteja mmoja juzi hapa, kulikuwa kuna product moja ambayo ilikuwa inafanya zoezi fulani. Ilikuwa ni bank, ilikuwa inafanya rights. Sasa mimi siwezi kuwekeza kwa sababu benki zina asili ya faida yake, revenue yake ni riba. Kwa mimi siwezi kuwekeza kwenye hiyo. Umeanza kuelewa sasa. Mwingine tulikuwa tunafanya rights issue ya Tanga Cement, na hata alikuwa anataka kununua share za Tanga, sio rights issue, kwenda kununua share za Tanga. Hii mimi nanunua Tanga, nanunua sababu hii inazalisha cement. Kwa yeye ikitafsiri anything ambacho kipo kinyume na sharia law. Kwa hiyo ndio maana tunakuja na kitu kinaitwa sukuk. Na sasa hivi inafanya vizuri sana. Inafanya vizuri na tunaona zina oversubscribe, na hela zipo, watu wanatoa, kwa sababu kuna watu wa imani ambao wana hela wanawekeza huko. Hana sehemu nyingine ya kuwekeza. Hawezi kuwekeza kwenye shares ambazo wewe unawekeza, yeye anaweza siwekeza. Hawezi kuwekeza kwenye government bond ambayo unawekeza, ambayo kwenye corporate bond ambayo unawekeza, hawezi kuwekeza. Kwa hiyo ikija sukuk, kuna watu wengi wanataka hizo, sababu kwa mujibu wa imani wanawekeza katika msingi. Kwa hiyo hiyo ndio kitu tunaita nini? Sukuk. Na inafanya vizuri sasa hivi. Hakuna sukuk ambayo imewahi kuwa na subscribe so far, na kwa kumbukumbu zangu nyingi zina na tumeona kwa mfano government of Zanzibar sasa hivi ina advocate sana for raise hela kupitia sukuk. Kwa projects nyingi ambazo zinaendelea Zanzibar sasa hivi zinakuwa financed by sukuk, na watu wanatoa hela. Kwa hiyo ni product ngeni, lakini kama hivi tunavyoongea kwenye kipindi chetu cha the market plug, tunapoongea hapa hivi, maana yake tunawafundisha watu elimu wanapojua. Juzi nilikuwa namsikia jamaa mmoja alikuwa anazungumzia issue ya share ya NMB. Anaambia ni Muislamu ambaye anaamini katika hiyo msingi. Akaona ndio watu wasiwekeze kwenye NMB. Kwa sababu NMB revenue yake ni inatokana na interest, kwamba wanapesha mikopo wanapata interest. Sasa ile ni imani yake, lakini hakuzuii wewe, anapozungumza vile hakuzuii wewe ambao uamini katika hiyo msingi usiwekeze. Unaona? Kwa hiyo ni product ambayo inakuja katika kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Na unapotengeneza sukuk bond kuna utaratibu, kuna certification ambayo inatolewa na baraza ambalo linaruhusiwa kisheria kucertify hiyo. Kwa hiyo wanaangalia terms and conditions zote ambazo ziko kwenye hiyo information memorandum ya sukuk, alafu wanatoa certification kwamba sisi tumeipitia, tunathibitisha kwamba hii product ni halali. Umeelewa? Na hawa ni mashehe, ni watu ambao wamesoma sheria, wanazijua kweli kweli, ndio wana certify pale. Kwa certify yule mtu yote anayekuja kununua ile product, kwa mfano hii ndio inakuwa ni information memorandum ya sukuk, sio? Anaenda anatafuta ile certification pale, ndio imesainiwa, wanasema bwana, sisi tumeikagua hii product, tumethibitisha kwamba ni halali na inafaa kununuliwa na mtu yote. Na hii sio kwa Waislamu pekee, hata Wakristo wanaweza kununua. Haizuii kwa Waislamu pekee, hapana. Na tumeona Wakristo wananunua pia. Kwa sababu ni madam faida inapatikana, whether kwa kutumia faida ya uwekezaji ama riba, ni uwekezaji. Kwa watu wanaweza. So kama ni ya Waislamu tu pekee, hilo naomba mnikumbuke. Hata watazamaji mnaotuangalia, nisisitize hilo kwamba
Sukuku haiwekezwi tu na Waislamu. Hata yoyote wewe una dini, una dini, Mkristo, Muislamu, unaweza kuwekeza. Kwa hiyo ile certification ikitoka, ina maana product ile kwa halal na watu wananunua. Kwa hiyo ndio Sukuku la watu. Sijui kama umeelewa. I hope na watazamaji wetu pia wameelewa. Asante sana. Hadi hapo sababu kwa nafuta, je, mimi Mkristo nimeshaanza kujitoa? Hapana, unanunua. Nimeshaanza kujitoa hapa. Unanunua na ununui tu kwa sababu ni iko, unanunua kwa sababu ni product kama product. Na sisi tuna encourage watu wanunue. Madam kuna return. Kuna nini? Kuna return. Then it's an investment. Umeelewa? It's an investment. Now haikatazi. Anybody can buy. That's right. Yeah. Sana. Okay. Katika kazi yako tuseme, sometimes watu kutoshindwa kuwekeza sio pesa. Okay. Wao na sababu zao tofauti. Ni sababu gani ambazo umeona watu zinawapa kikwazo cha kuwekeza? No, ni culture. Niseme tu wazi. Ni culture ama ni desturi. Watanzania sisi wengi, Flavia, hatuna utamaduni wa kufanya savings. Wengi hatuna. Na hili ni tatizo kubwa sana. Na sasa hivi tumeingia kwenye ombwe. Wanaita ombwe, sio? Sio kama Kiswahili sahihi. Ombwe la betting. Yaani mimi niseme. Kwa mfano mimi nimejiwekea principle. Katika kila fedha ninayoipata, na hii principle nimeiweka about 2 years ago. Katika kila hela ninayoipata, nita save kati ya 20 to 30%. Kwa hiyo nikipata mgao wa shilingi 200,000, nita save 30 to 20%. Kadri ninavyoona mimi nitategemea. Nita save ile hela. You see? Sasa watu wengi hawana utamaduni wa kufanya savings. Na hilo ni tatizo kubwa kuliko unavyofikiria wewe. Na ndio maana Watanzania wengi tunakuwa tunaishi kwa umaskini sana. Kwa sababu kuna muda unapata hela, ile hela yote unaenda unaiteketeza. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwangu kiniuliza leo. Na nimeona hata hapa watu wanakuja wanaofanya savings. Kuna mwindi mmoja kwa mteja wetu hapa. Yeye akifuata 100,000 anakuja kuiweka. Karibu kila siku yuko hapa. Akipata 20,000 sasa na jioni anakuja kuiwekeza. Asipokuja jioni, kesho asubuhi tamwona. Any money he gets anakuja kuiwekeza. Sasa yule mtu huwezi kufanya naye in the next 5 years. Huwezi kufanya naye. Hata 5 years nyingi na huwezi kufanya naye. Kwa kwenye hili swali liloniuliza pale, na tena hii wasaidie watu. Lazima tujifunze kuwekeza. Kufanya savings. Sasa uzuri, savings sio lazima uweke benki. Kwa ukiwa na 100,000 umeenda sehemu Flavia, umetunukiwa 100,000. Bana, chukua ile 100,000. Sawa. Unakutana na mtu anamwambia Flavia, kipindi chako the market Flavia nakipenda kweli, yani ngoja nikutunuku 100,000. Ukisema mimi 100,000 naenda kuwekeza 30% yake, ambapo ni literally ni 30%. You understand? Naenda kuiwekeza, naenda kununua shares za DCB shilingi 505. Si haba. Na kesho kafanya hivyo tena, si haba. Wanasema haba na hapo jaza. So eventually ukifanya hivyo for the next 5 years, wewe position yako haiwezi kuwa sawa ambaye afanye position. Hapo fulani kitu kingine. Hela bwana iko very interesting. Hela ukiwa nayo mfukoni unaona kama una hela. Lakini ni hela ambayo ukikata kona tu hapo. Umenunua pochi ya Dolce & Gabbana. Nini inaitwa? Nikachafia hapa. Unanunua kitu alafu hakina hata maana. Unakuta ile value ya ile hela tayari imeshadiminish big time. Kwa ushauri wangu mimi, ama kitu ambacho nina encourage vijana, sio vijana tu, hata watu wazima. Tena watu wazima wafanye savings zaidi. Sababu umri unapoenda nguvu inapungua. Lazima uwe na hela. Hela ndio inakuwa nguvu yako sasa. Kwa vijana ambao wana muda sasa hivi, na uzuri sasa hivi hata mavioni huwa wanafundishwa mambo ya uwekezaji. Sio? Nimeona kuna vijana wengi wa IFM wananunua stocks, wanafundishwa darasani, anaingia na test.
kama umenote kipindi fulani unakuta watu wananunua shares za Precision Air. Sasa huyo ananunua Precision Air share 10, ananunua share 10, ananunua share 100. Wale ni wanafunzi wale wanafanya test. Lakini wanaangalia the lowest price ndio wana subscribe. Sasa hivi bado yeye hata ile Precision ananunua ikiwa 200 tu, sasa hivi imefika 500, bado anavali. You understand? Kwa mimi na encourage watu wajifunze kufanya savings. Savings kama utaweka bank bado ni sawa. Kama utaweka kwenye kununua bondi, kununua shares, weka inuka, bado ni savings. Sababu kesho ukihitaji ile hela unayo, sio money. You understand? Yeah. Okay. Ni kosa gani ambalo unaona wawekezaji wengi wanajudia mara kwa mara? Kwenye uwekezaji, sasa hapa nitazungumzia general. Sio kwenye bond pekee yake. Kosa kubwa ninaloliona, watu kuna muda wana hold positions. Kuna makundi kama mawili hapa. Kuna long termers. Long termers ni wale wanaowekeza kwa muda mrefu. Alafu kuna short termers wale wanaowekeza kwa muda mfupi. Kwa kuangalia capital gain. Umeelewa? Sasa kama wewe ni mwekezaji wa bandi hii ya pili ya capital gain, maana yake usifanye kosa la kukana kitu muda mrefu. Nimepata kwa mfano wakati DSC inaanza plan bei ilikuwa katika stocks ambazo ziliwapa watu hela wakati zinaingia kwenye ABS. Sababu the same week, yani DSC ime launch pop, imeingia sokoni pop leo. I think it was Tuesday something like that. By the time inafika Friday bei ilikuwa imekimbia sana. Bei ilikuwa imekimbia sana. Sasa kama bei imekimbia, umewekeza 500 imekupa 1000. Ama imefika hata 1500. You can still exit. Alafu kachukua ile hela ukaenda kununua stocks ambazo bei iko chini zaidi. Kama stocks huwa zinapanda na kushuka. Kwa hiyo zikiwa juu uza. Sasa leo mimi najua kuna watu wamekalia faida. Kuna stock moja ilifikaga 20,000. Lakini mtu alinunua kwa shilingi 700 shilingi. Baadaye inaenda inashuka. Kwa nini ustap hiyo value? Hiyo ndio kosa ambalo ni mkubwa sana niliona. Kwenye bond hakuna shida. Sababu bond haichezi kwa jinsi hiyo. Itacheza tu kwa jinsi ya price. Coupon iko pale pale. Payment iko pale pale. Lakini itacheza tu kwa maana nikitaka kuuza leo ninauza kwa price gani. Lakini kosa lingine ambalo watu wanafanya, watu wanaingia kwenye uwekezaji hasa kwenye equity wakati bei zimeshapanda. Hiyo kwa maana sasa hivi kuna watu walikimbilia CRDB ikiwa tayari kwa 3. Alafu wakaamini itaendelea fanya. Huko kuna roller coaster moja hivi. Kwa hiyo unaenda swing extreme. Inaenda hivi ikienda hivi unachanganyikiwa. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo watu wengi pia wamekuwa wakifanya. Lakini kosa la 3 ni watu kutokufanya research. Hilo ni kosa ambalo watu wengi sana wanafanya. Na shida ya Tanzania ni kwamba wengi tuna operate kwenye qualitative information. Yaani mjomba wako akija kukwambia nunua kitu fulani. Without research unaenda unanunua. Sasa ukifanya vile ndio maana kuna mabroker. Na mimi ni washauri wa watazamaji wetu wa kipindi cha The Plug. Ni kwamba hiki kipindi cha The Market Plug kinakusaidia wewe kuelewa nini ufanye wakati gani. Sasa leo ninasisitiza sana. Kuwa na broker ni kitu cha muhimu sana. Sababu broker wako kwa mfano sisi Orbit tunatoa daily market report. Unachotakiwa kufanya unatoa tu email yako pale. Daily market report inatoka daily market report. Inakwambia habari ya uwekezaji kwenye mifuko, kwenye bonds, kwenye equities, nini kimetokea kule. Daily unapata. Sasa ile inakusaidia wewe ni sehemu ya research, kuanzia research yako. Lakini hata kama usome ile market report, you can walk in here. Sasa jamani, nahitaji watu wa research. Nataka kujua taarifa fulani. Tumeshafanya research za kutosha kwenye products, kwenye vitu vingine. Kwa hiyo unakutana na research team yetu inakushauri, unamwambia hapa, hii hapa ni buy, hii hapa ni hold, hii hapa ni kitu. Bond nayo hivyo. Bond hii hapa unaweza ukaiuza. Ukisema unauza vitu unaweza kwa price hapa. Ndio ushauri unakuwa. Kwa hiyo research ni kitu cha muhimu sana. Ili kujua kabisa hapa nilipo niko sahihi ama move gani natakiwa nichukue. Natakiwa ni hold, niuze, ninunue. Sasa hiyo kuna vitu vingine huwezi kupata kama una broker. Ni kweli tuna MTP, tuna hisa kiganjani,
Lakini hisa kiganjani yenyewe sio enough. Sababu kuna information ambazo broker anaweza kawa nazo. Uzipate sehemu nyingine. Sababu kama broker ana research department. Kwa mfano sisi hapa tuna research department ambayo ina kila siku kazi yake ni kuchakata taarifa na data ambazo ziko kwenye soko. Kwa hiyo ukiwa na access hiyo unakuwa ahead of so many. Jana nilikuwa naongea na one of our research team. Akawa ananiambia kitu fulani cha share za KCB. Kaniambia kuna sasa sitasema hapa. Nitasema hapa ndio tuone. Basi nitakufuata baadaye. Utanipata. Share za KCB. Ananiambia hii nunua hii. Tununue. Tafuta watu wanunue hii hapa. Bei ya Kenya, bei huko iko hivi na hivi na hivi. Nimesema wow. Amenitumia ile research nimeisoma na sasa this is a buy. You understand? But ni cross listed lakini watu wanaona cross listed wao hawafanyi kazi. But this one nitakwambia nitakumegea kidogo. Wekeza hata hapo. Wewe ndio biti mkapata ama mistake nikapata peke yangu. Sije nikata juu peke yangu. Yeah, kwa hizo ni mistake tatu ambazo mimi nimeziona sana na washauri watu wafanye research wawe na the right timing ya kuingia na kutoka sokoni kwa wakati pia. Hiyo itasaidia sana. Sababu ina uplift ile value ya investment yako. Very important. Kumshauri mteja asiwekeze sehemu fulani. Yeah, nimefanya a number of times. Na kuna muda ueleweki. Na ueleweki kwenye nini? Mtu anakuja rafiki yake, best friend yake anamwambia, ukienda pale uwekeza hapa. Kumbuka sisi kama advisors, kama brokers, yani hatushauriwi kumwambia mteja nunua hii hapa. Tunashauriwa kumpa mteja taarifa za kutosha kuhusiana na product ambayo zipo ili yeye afanye maamuzi. Umeelewa? Sasa kuna mwingine anaweza kaja akataka kitu ambacho wewe unaona kabisa hiki hapa hiki. Taarifa nilizonazo mimi hakiwezi kumpa huyu jamaa return kutosha sasa hivi. Unamwambia kwa nini badala ya hii hapa kwa nini usiangalie hizi tatu? Unamshauri. Kwa hiyo nimefanya hivyo number of times based on what? Kuangalia kwa mfano mtu tuna kampuni kwa mfano kwenye bonds mimi naangalia bonds nunua itakupa return sababu iko fixed na haichezi kama unacheza nini kwenye equities. Sio. Lakini kwenye equities unakuta mtu anataka kununua Tatepa leo. Tatepa, umefahamu Tatepa? Tatepa ambayo imeshafanya disclaimers fulani. Kwamba atutegemee kulipa gawio for the next 2 years, 1 year plus. Yeah. Hatutegemei na kuangalia kwenye balance sheet yao, ndio maana tunasema watu wawe na advisors. Ukienda kuangalia kwenye balance sheet yao na accumulated loss ya billions of money. Sasa ukichukua na accumulated loss, literally huwezi kulipa dividends. Sababu huna profit ya kulipa dividend. Kwa una loss. Kwa kwenye balance sheet yako ina maana lazima ile accumulated loss you break even then uanze kutengeneza profit ndio uanze kulipa nini? Gawio. Tulikuwa na kampuni ya Toll a few years ago ilikuwa na accumulated loss 3.something billion. But they turned it around. Turn around ile kampuni imeanza kutengeneza profit na sasa inalipa dividend. Imagine. Isina. Kwa kuna kampuni ambazo kuna muda zilipokuwa zina operate na tabia zake. Nilimwambia watu hapa sikushauri. Hebu kwa nini usiangalie sehemu nyingine? Na anaangalia leo wamefurahi na wawekezaji shida fulani. Ukimwambia nunua hii hapa, alafu kesho bei ikashuka. Hata kama ikashuka kwa sababu tu fulani. Asubuhi utamkuta amefika. Anakwambia uliniambia ninunue hii hapa. Mbona imeshuka bei? Wewe umenidanganya. Umenisababishia hasara. Sasa unarudi kwanza kumwambia hii ni temporary. Hii baadaye itaenda kupanda. Sasa pale unamwelekeza aende kwenye long position. Na kweli baada ya muda mfupi kuna mteja mmoja alikuja hapa kwa mwenzetu. Alimshauri mteja hiyo, mteja akanunua zikaenda. Alikuja hapa alipiga kelele ile mama. Yule bwana calm down na nini akamwelekeza. Kweli baada ya muda fulani zile shares zilipanda. Alikuja na unafahamu zile kadi zile za zamani zile. Siku hizi hamna kadi zile. Unafahamu kama pana harusi unapata kadi, birthday unapata kadi na maneno mazuri. Yes na kaka. Yule mama alienda kanunua kadi. Zimepanda shares zinametameta hivi. Alienda kanunua kadi. Akaiweka kwenye bahasha vizuri. Akamletea akamwambia mwanangu nimekuletea hii kadi.
ile kadi ina maneno mazuri, umeelewa? Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwashauri na kuwapa as much information as we could ili wao wafanye informed, tunaita informed decision ya kununua stock. Kwa unamwambia bana, hapa sasa hivi zinazofanya nzuri hizi 5, na hizi 5 taarifa zake ni hizi. Kwa hiyo wewe unaweza kaamua katika hizi zipo, na tunachowashauri wateja mara nyingi, nunua stock ambayo price yake iko chini, afu grow na ile. Kwa mfano leo NMB nadhani iko 16,200, 300 something like that. Sijaangalia bei ya leo imeshare. Sasa nikiwa leo nataka kununua hisa 1000 za NMB, inabidi niwe na milioni 16 plus. Bei imesha saturate tayari. Sio? Sasa nikiwa na milioni 16 nikaenda kununua CRDB, napata share ngapi? Kama umeelewa. Kwa sababu shares za CRDB ina maana kwa bei 2000 leo nadhani itakuwa imefunga 2750. Kama sio 50 60. Umeelewa? Kwa hiyo share 1000 ni milioni 2 laki ngapi? 2500 na kitu. Umeanza kunielewa sasa? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kwa nini uende kununua 16,000 wakati utanunua hii hapa na price inaendelea kufanya kukua. Kwa hiyo hatuwashauriki wateja wanunue kwa mfano kwenye hisa bei ambayo tayari imekuwa iko, hata kama ni kampuni nzuri, sababu uwezekano ile bei kushuka chini bado ni mkubwa sana. Na ukinunua kwenye 16,000 rafiki yangu, ikishuka mpaka ikafika 14,000, kurudi tena 16,000 ni mtihani. Sasa share waweza panda na kushuka. Sasa bei ya 16 imeshaenda juu sana. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unanunua sasa the likes of kina Afriprice, kina DSP, kina Toll, kina Swissport, umeelewa? Ni bora ukawa na share nyingi kuliko kuwa na share chache za kampuni inayofanya vizuri, ama kampuni ambayo price yake iko juu. Kwa unaweza kawa na kampuni shares ziko chini lakini inalipa dividend. Ukiwa nazo zile nyingi una advantage kuliko unaweza kuelewa sasa. Kwa hiyo kuwashauri wateja, eneo la kuwashauri wateja, lazima wewe kwanza unajua nini unafanya, nini sio ndio unashauri wateja kwenye eneo la. Lakini bondi yenyewe inakuwa iko stable kwa sababu price za bondi hazibadiliki, kwa maana ya ikitolewa itabadilika tunapotaka kuuza, na kuuza sasa ni negotiation na nini. Unakumbuka kwenye bondi pia kuna kitu tunaita accrued interest. Sio? Kama hii bondi inalipa, kwa mfano mimi ni sawa nikitaka kununua bondi inayolipa labda July, inalipa coupon. Manake nitainunua kwenye ile price kutakuwa na attachment ya accrued interest ya hiyo bondi. So nitamlipa yule anayetoka. Mimi ikifika mwezi wa 7 ninapolipwa ile inakuwa covered. You see, lakini tofauti na equity. Unaona? Hiyo ni tofauti na equity. Kwa hiyo kwenye equity hiyo fluctuation ya price iko fine. Ndio nayo hiyo volatility ndio nayo hapa toela na ndio hapa toela. Hiyo kwenye bond inakuwa stable zaidi, na ni wewe sasa unaamua kuuza at price ambayo iko unataka tu utoke pale lako na kitu kingine. Yep. Kwa mfano pale kijana ndio mtendo yangu, au tuseme kijana ambaye ndo anaanza uwekezaji wake, ana milioni 5 ndio mshauri kisa. Leo tutamwambia kanuni ya kwanza niliyokupa, wekeza kwenye ukisema unaenda kuwekeza kwenye corporate bond kwa milioni 5, tutaangalia ipi inalipa coupon nzuri. Kwa mfano sasa hivi tulikuwa na bond ya iTrust, tuna Tanzania, hizo zote zilikuwa na price for. After ilikuwa nzuri kidogo, ilikuwa at least 14%. Return yake ilikuwa nzuri sana. Kwa hiyo unaweza kwenda kuitafuta kwenye secondary market. Kwa kama interest ya huyu mtu wewe ni bond, bado nitakutafutia bond kwenye secondary market. Nitakwambia wekeza. Lakini pia unaweza kuwekeza yote milioni 5, ama nikwambia hii hapa wekeza kwenye bond, hii hapa nunua stock, nunua shares. Na shares nitakwambia nunua shares ambazo zina bei chini. Kwa mfano Afriprice ilifika mpaka 700 na kitu. Sasa hivi kwa 650 inacheza hapo. Sio? Kwa maana kama uliwekeza ununua kwenye 600 na ngapi hapa chini katikati, inakupa value tayari. Una gain. Sio? Kwa hiyo nitakushauri kwa hela ulionayo. Na ndio ule mfano niliokupa fulani. Una milioni 5. Unanunua NMB
ama unanunua Afriprice. Milioni 5 ukinunua NMB unapata share chache sana. Unapata share 500 16 zikiwa share 160 ndio unapata share chache sana. Sio, umeelewa? Alafu milioni 5 ukiwa nayo ukanunua Afriprice unapata share nyingi sana. Lakini Afriprice pia inaweza kulipa dividend. Sio, umeelewa? Kwa kanuni ni ile ile. Buy kama ni stock ambayo bei iko wapi? Chini. Then nenda kwenye long term, grow with the price. Kama unanunua bondi, iwekeze pale, ukianticipate kwamba nimeweka hii hela hapa, return yangu mimi kwa mwaka ni kiasi fulani. I'm comfortable with it. Umeelewa? Kwa hiyo kuna uwekezaji sana tunatofautiana na interest. Mimi naweza kusema nataka nijenge portfolio yangu ya my investment portfolio, nitaijenga kwa kutumia equities. Alafu nikishaona nimesogeza ime expand, naanza kutoa nyingine na kuweka kwenye bond. Sababu tabia ya bondi ya return tofauti kabisa na tabia ya equity ya return. Kwa mfano mimi msingi wangu ni kutengeneza kwa kudili sana na equities kwanza. Kwa zile gain ninazopata. Nimenunua 500 nimeuza 1000. Nimenunua 500 nimeuza 800. Zile gain nikazitunduliza kwa muda mrefu. Ndio maana nikaja baadaye nikaanza kuweza kuwekeza kwenye nini? Kwenye bond. Sina, lakini uwekezaji wangu kwenye equity kupata. Ila huwa equity ndio umenipa kuwekeza kwenye bond. Kwa hiyo kwa vijana wengi nitawashauri waanze kuwekeza sehemu ambayo ile capital gain yao kiaccumulate kwa muda mrefu. Eventually wanaweza kwenda kwenye bond. Na bond sasa unafika muda fulani kama ambavyo nimeelezea, you can mortgage that bond. Unaikopesha, unaiwekeza, unakopesha, unakupa hela, unafanya biashara, unafanya biashara. Kwa hiyo mzunguko wako wewe wa malipo ya ile interest ya benki hautoki kwenye mzunguko wa biashara yako, unatoka kwenye nini? Kwenye uwekezaji wako wa bond uliofanya. Kwa maana ya mortgage ile bond. Na hiyo ndio kitu muhimu sana kwa watu wengi ambao wanaweza kuwashauri. Umeelewa sasa? Na labda nikuongezee kitu kimoja. If I have 100 million today, mimi na wewe tumepewa milioni 100. Alafu wote tumechukua ile mkopo ili tukajenge nyumba. Alafu mimi nikakutana na mtu wa Orbit akaniambia, sikiliza, yeye usiwekeze kwangu. Wewe ukasema no, mimi na wewe unaona kiwanja milioni 20 si ngapi wapi kule mnakaa kule Changamkeni sio kule viwanja milioni 20 unapata kule njia kwenda kuvuti watu sio Chanika huko unapata kiwanja chako unafurahia kweli. Alafu unaanza kujenga nyumba, tunajenga kweli, tutajenga milioni 100 kwa bana hivi na kupata nyumba fulani. Lakini by the time unamaliza, hata kama hujamaliza ile milioni 100 imekaa. Ndio kunielewa? Mimi nikasema no, hii kwangu. Nikaja hapa ni Orbit nikasema hebu nitafuteni bond ya 15 years. Na milioni 100 yangu nataka niwekeze, alafu ni mortgage. Kwa hiyo ninawekeza ile milioni 100. Nina mortgage. Nikienda benki, hiyo benki niliwaambia wananipa 90%. Ambao katika milioni 100, 90% ni milioni 90. Mimi nachukua ile milioni 90 ndio naenda kujengea. Lakini ile mortgage nimeweka maybe for 7-10 years. Kwa hiyo nitajenga milioni 90 whether imeisha nyumba haijaisha nyumba. Kumbuka milioni 100 yangu iko pale pale. Wewe hapako unayo huna. Kwa baada ile tena mimi ninakuwa nimemaliza miaka 9 ya mkopo wangu. Benki inanirudishia ile hati yangu ya mortgage, ninakuwa na milioni. Okay. Wewe unakuwa huna bali unaitoa watu wakati ushaimaliza yote. Kwa hiyo ndio faida ya uwekezaji kwenye bond. Si umeelewa sasa? Kwa mimi mtu akiniambia ana milioni, kuna mmoja nilimkataza juzi mwezi uliopita alikuja hapa, tunataka kujenga nyumba na mume wangu, leo tunachukua mkopo na boss chukua mkopo. Yule dada ananishukuru mpaka leo. Kwa hiyo kaenda wakamortgage ile wapewa hela. Kwa hiyo ina maana wakimaliza mkopo wao wana milioni 100. Sio milioni 100 tu. Kumbuka bond ya miaka 20-25, mkopo umepewa na miaka 9-8. Ule mkopo kisha maana ile lifetime ya bond yako bado ipo. Kwa kule mbele unaweza kama usiuze ukaendelea kula zile coupon wewe mwenyewe. Kitu ambacho wewe Flavia huna, lakini sasa haya madini unayatoa. Lazima ukutane na website yako.
Jamani, I hope guys mmeweza kupata catch up vitu vizuri sana. Yaani mimi binafsi nimeondoka kichwa kimejaa material. Yaani nimefurahi sana kuwa na wewe. You're very important guest leo. Asante sana. Sasa hapa kuna hizi stories za vijiweni ambazo tunazisikia. Kwa utanipa majibu haraka haraka. Response ni wewe mtazamo wako ukoje? La kwanza utatuambia kama ni stories za kweli au za vijiweni tu. Okay. La kwanza anasema mtaani wanasema ni bora kuweka pesa benki kuliko kuwekeza. Sio kweli. Kwa nini? Tunasema jibu kifupi. Okay. Haya. Hilo nakataa. Okay, sisemi kubibaya mabenki. Yeah. Nikiwa na milioni 1 yangu nikaweka tu benki kakaa. Hata kama benki itanilipa interest mwisho wa siku, zile interest ni ndogo sana. Lakini nikichukua milioni 1 yangu nikaweka Inuka Fund. Kama sehemu ya savings zangu. Inuka Fund itanilipa NAV yake inapanda kila siku. So sio sawa. Kingine? Pili. Mtaani wanasema vijana hawana sababu ya kuwekeza kwenye bonds. Kuna neno moja nilitumia fulani kama hiyo. Yaani mtu asitaka kitu kwa sababu. Lazima. Ila niwaambie kitu kimoja. Wawekeze kwenye bond. Kama hawezi kuwekeza kwenye government bond, wawekeze kwenye corporate bonds. Ambazo zina minimum ya 100,000 anakuwa anawekeza kwa uwezo kuwekeza. Na hao vijana huwatofautishe fulani. Kuna vijana wa kike. Mimi naamini sana vijana wa kike wanajielewa sana. Wa kiume sisi tuna matatizo mengi sana. Na vijana wa kike of course kuna wengine wanapewa hela huko. Wanatafutia sababu pia. Mimi naamini sana vijana wa kike wanawekeza zaidi. Kwa wa kike anaweza kununua. No Flavio, to be honest with you, nimeona na nimesema hii kitu nimetoa kama prophecy by after 10 years wanawake watakuwa na hela sana. Kwa sababu wanawekeza kidogo kidogo. Kwa hiyo hicho kitu niseme wawekeze kwenye bond, wawekeze anywhere they want to. Much as they invest their money. And that is crucial. Okay. Yeah. The next one wanasema mtaani wanasema ukitaka faida lazima ukubali hatari kubwa sana. Very true. Wanasema kwa Kiingereza the higher the risk, the higher the return. Lakini hiyo pia naitoa with the cautionary note kwamba umri unamata pia. Risk appetite as your aging inapungua. Kwa sababu unaona reality ya maisha na vitu vinavyohisia. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi kwa umri wangu nakuwa na kidogo a bit risk averse. Naangalia hiki kina risk, hiki na way. Lakini return pia kama unaweza ka take plunge kubwa. Manake the higher the risk, the higher the return. Hiyo kanuni ni ya ukweli na inafanya kazi. Na ndio maana ukija kwenye uwekezaji huyu anataka kwenye bond kwa sababu anataka zile ups and downs za equities. Huyu anasema mimi nataka hizi, akiweka zile leo 200, kesho imepanda 500 anauza. Huyu bado yuko kashikilia kile kile alicho nacho. You see? Kwa mimi kwangu hiyo kanuni nimeiona na najua inafanya kazi. Na mimi kuna muda nimetake risk kubwa tu ya kuwekeza sehemu fulani na kupata return. Ingawaje sometimes pia hayo hivyo inakuwa tofauti. Basi unameza maji unanyamaza kimya. Okay. Yeah. Na nini yangu sasa hapo tumemaliza hicho mchongo. Hii nakupa milioni 100 sasa hivi. Leo. Afu utanichagulia ni wapi naweza nikaiweka. Chagulia haya. Kuiweka benki. Kununua treasury bonds. Kununua corporate bond. Au kuwekeza sehemu nyingine. Ama kuwekeza sehemu nyingine. Mimi milioni 100 siwezi kuiwekeza benki. Hapo tuna benki no, big no. Nitaiwekeza either of those 3 other places. Lakini zaidi nitaiwekeza kwenye government bond, corporate bond na equities. Ama mifuko ya uwekezaji. Like Inuka Fund. Ila bank big no. Na huko nitaiwekeza kwa kuigawanya. Siwezi kuiwekeza yote sehemu moja. Sababu kama nilivyokuwa nasema lazima return zangu zitoke kwenye sources tofauti. Lakini nikiwekeza yote kwenye government bond inakuwa na target fulani. Kwamba
ninawekeza yote milioni 100 kwenye government bond. Nataka mwaka 2027 nataka nianze kujenga. Kwa I can mortgage this one. Alafu nitawekeza kuangalia nini nataka kufanya na uwekezaji wangu in 1, 2, 3, 4 years. Unaelewa? Lakini pia cha pili nitawekeza kwa kuangalia pale ambapo naona market imekaa vizuri, hapa nikiweka kesho napata. You know, if I am to buy stock ya Afriprice leo kwa shilingi milioni 100. Alafu nikawa ikapanda by 50%. Ina maana nina another half na another 50 almost million. Sika umeelewa? Kwa nikiona prospects mimi zinaniruhusu ninunue leo DCB kwa 505. Umeelewa? Kwa hiyo nikiwa na share 100,000 leo, alafu nikaja bei kapande katika 1,000, na maana nimedouble amount yangu. Kwa hiyo naweza nikadouble amount yangu wakati huyu aliyewekeza kwenye nini? Kwenye bond. Yeye hawezi kudouble amount yake. Ile haidouble my friend. Equity ina double. Sasa you have to have the right timing, the right advisor, the right information. Kwa hiyo hayo maeneo mawili, hayo mengine ondoa tu benki. Okay. Siwezi kuweka rangi. Nyingine. Ndio kimchapa kidogo. Hili ni boko. Okay. Umepewa milioni 100 hiyo kwa ajili ya mtoto. Kaambia usishike ndani ya miaka 15. Utaweka wapi? Usishike ndani ya miaka 15. Nitaweka kwenye long term. Nitaweka kwenye bond. Nitaweka kwenye bond kwa sababu nisishike ndani ya miaka 15 kwenye bond, ina maana italipa zile coupon. Itaendelea kubaki pale. Kwa hiyo nikinunua bond ya milioni 100 ya rate ya 13-15%, maana kila mwaka nitakuwa na 15 million plus inakuwa inaingia pale na pale for the foreseeable time ambayo nimewekewa. Sababu nimeambiwa ni ya mtoto. Ikikuwa tu bila mtoto ningeweza kuchukulia kwenye shares pia. Sababu kule naenda with knowledge, nachokijua. Lakini kama nikiamua kuiwekeza kule nifanye timing zangu nazozijua mimi milioni 100 naweza kanipa milioni 100 nyingine, nikaacha ile mtoto nikaendelea kusema naye kwa vile vile. Ni nini ninajua? Jamani mje Obits. Mje Obits, madini ni mengi. Unataka 100 yako hiyo 100 tena? Karibu Obit. Tutakushauri, tutakuelekeza na hii Flavia sio vitu tunazungumza tu. Tunazungumza kwa tunavifanya. We are practicing this. All this we are practicing. As individuals, lakini as in terms of advising our clients. We do that. Na iko hivyo. Kwa hiyo mimi ni washauri watu kama wanasema waje Obit. Mambo ni mazuri. Okay, sasa leo hapa tunafanya tumisha swali letu moja. Fikiria kijana ana miaka 23 anayekusikiliza leo. Leo menajili zake amekutana na Mr. Gideon akiwa anatoa ushauri wake wa bonds, uwekezaji. Mwezi ujao alipokusikiliza wewe akaanza kuwekeza. Unatamani hadithi yake iweje baada ya miaka 5 ijayo? Akiwa consistent. Yaani akiwa consistent, asitetereke kwenye uwekezaji wake. Akawa na ile discipline ya uwekezaji, ya savings, kwa njia ya uwekezaji. Baada hiyo miaka atakuwa anacheka miaka mingine inayokuja yote. Atakuwa anacheka. Sababu atakuwa na financial freedom. Atakuwa na hela. Na maisha yake hayatategemeana, hata baki kutegemea vitu fulani tena. Atategemea kile alichokiwekeza jana. Na ndio maana nikwambia mara ya kwanza nakumbuka maamuzi yangu ya leo ndio naishi kesho. Sawa? Nikikupa mtu akitupa mimi na wewe 10,000. Sio? Asema fulani chukua 10,000 Gideon chukua 10,000. Alafu baadaye wakaja rafiki zetu. Wakasema tuneni tukaenjoy maisha pale kuku. Sio? Mimi nikasema of course mimi nitatoka, wewe utabaki. Utabaki. So kike kwa sababu mimi bana najisikia mzito leo. Mimi naenda. Nikienda by the time narudi
siwezi kurudi na 10,000. Ila wewe utaamka nayo asubuhi. Kwa kesho yangu mimi na wewe haziwezi kuwa sawa. Kesho yako itakuwa bora sana. 10,000 yangu. Sina. Kwa huyu kijana ambaye ametengeneza hiyo tabia, kesho yake itakuwa bora sana. Haiwezi kuwa sawa na yule ambaye afanye ile decision kali. Sio mbaya. Nimejibu sawa. Nimejibu vizuri sana. Na hiyo ndio kitu ambacho tunataka tufanye. Leo yangu ni nipe kuwekeza. Ili kesho yangu hata nisipowekeza kesho, ni enjoy maamuzi niliyofanya jana. Hakuna maisha utakayoishi kesho ambayo hujayamoja. Sio tu kwenye uwekezaji, even to your private life. Si umeenda kusoma shule. Ulipoenda shule ulisoma. Yeah. Si ndio maana uko hapa sasa. Lakini kuna wenzio walifanya decision fulani. Ikawasababisha wasimalize nini? You see, hata hao wateja wanaoona barabarani. Kuna maamuzi walifanya jana ambayo leo yamewapa kuishi vile wanavyoishi. Kwa hata kwenye eneo la uwekezaji ni hivyo. Na itengeneza kesho yangu bora leo. Kwa discipline moja tu ya kitu kinaitwa nini? Savings. Kujiwekea nini? Akiba kwa njia ya uwekezaji. Nadhani hiyo itawasaidia. Jamani, msije mkanikuta miaka 5, 10 baadaye mkasema Flavia mbona tajiri sana. Nilikuwa na wataalamu kutoka Orbit Securities. Msiseme sisi nimemtoa nani kafara. Sitamtoa mtu kafara. Mimi nishaga safari yangu. Kama wewe umepewa mgeni mzuri kama huyu na bado hujataka kuchukua maarifa, shauri yako. Shauri yako. Asante sana Mr. Yeah, thank you so much. It was very nice having you here. Thank you. You gave us very I good appreciate information. that, na niwasihi endeleeni kutoa elimu. Hiki kipindi ni kizuri sana, The Market Plan. Yeah. Na ni kipindi ambacho najua kitawafundisha wengi sana. Kwa interview kama hizo wengi watakuja. Yeah. Asanteni sana kuwepo hapa na mzidishwe sana. Thank you for your precious time. Cheers. Okay. Ningependa kukumbusha kwamba uwekezaji sio safari ya mita 100. Inahitaji discipline, inahitaji elimu, research ya kutosha. All in all, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, follow us on Instagram, TikTok, pia unaweza kusikiliza kwenye Spotify. Stay informed, stay disciplined, stay plugged in. Thank you for listening to The Market Plug, and this is Flavia Johannes.